Bana, Dar es Salaam Young Africans kwenye mchakato wa kumalizana na Jean Claude Girim Mugisha kutoka kwenye kikosi cha Al Hilal Omdurman ya pale Sudan, ambao wamekuwa wakishiriki kwenye mataifa tofauti wakati kuna machafuko ya kisiasa nchini Sudan. Sasa nimeona nije na taarifa za kina kuhusu tetesi ambazo zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Young Africans kumsajili huyu bwana mdogo Jean Claude Girim Mugisha, kijana mwenye umri mdogo kabisa, miaka 21, akiwa bado hajafika hata kwenye peak ya ubora wake, na ikiwa anaelekea kwenye umri ambao sasa anakwenda kuingia kwenye peak ya ubora wake. Jean Claude Girim Mugisha, ukweli wa taarifa za usajili wa Girim Mugisha kwa Young Africans uko hivi. Taarifa hizi zina ukweli wa kiwango cha kati. Nia ipo, lakini makubaliano bado hawajafikia. Nia Young Africans au viongozi wa Young Africans wakiongozwa na Rais Hersi Said wameonyesha nia ya wazi na kufanya mazungumzo ya awali, na walivutiwa naye baada ya uchezaji wake mzuri kwenye michuano ya CAF Champions League akiwa na Al Hilal Omdurman. Kizingiti cha thamani. Wakala wake Patrick Gakumba ameweka wazi kuwa Al Hilal wanatafuta ofa kubwa, karibu dola milioni 1.5, zaidi ya shilingi bilioni 3.8 za Kitanzania, huku kukiwa na ofa nyingine kutoka barani Ulaya, Ligue 1 ya Ufaransa. Young Africans wao walitenga ofa ya karibu shilingi bilioni 1.5 za Kitanzania. Hivyo mazungumzo yao bado ni magumu kifedha kutokana kwamba bado hawajafika kwenye demand ya Al Hilal. Lakini tukitazama mchango wa Jean Claude Girim Mugisha kwenye mfumo wa Young Africans ambao wana falsafa ya soka na pasi fupi, kasi na kushambulia kutokea pembeni, kwa maana kwamba kutumia mawinga zaidi, uwezo wake wa kuingia ndani ya boksi itanufaika sana Young Africans na Girim Mugisha. Ni winga ambaye anacheza akitokea left winger, lakini kuna nyakati ana cut inside na kwenda kushambulia katika zile half space. Msaada mkubwa wa kimabao. Uwezo wake pia wa kufunga na kutengeneza nafasi utasaidia kupunguza mzigo wa mabao kwa safu ya ushambuliaji Young Africans, hasa kwa kina Dube ambao wanategemewa zaidi. Lakini kumbuka, kila kilicho bora duniani hakikosi kuwa na weaknesses, kana kwamba unapokuwa na bora lazima uwe na udhaifu sehemu fulani. Sasa kwenye ubora wa Jean Claude Girim Mugisha, ana uwezo mkubwa sana wa kupiga chenga na dribbling. Alishika nafasi ya pili kwa kuchenga zaidi kwenye CAF Champions League msimu uliomalizika 2026. Lakini uamuzi wake kwenye mechi kubwa ni big match player. Ni mchezaji ambaye anahusika kufunga ama kuasisti dhidi ya miamba mikubwa ya zile timu kubwa. Mfano kwenye CAF amefunga dhidi ya Mamelodi Sundowns, dhidi ya TP Mazembe. Lakini pia kwenye ubora wake mwingine ni kasi na nguvu ya mashuti. Ni hatari sana Jean Claude Girim Mugisha anapokata kuingia ndani, cut inside, kana kwamba mashuti yake ya nje ya lango au anapotokea pembeni kuingia ndani anakuwa na hatari zaidi. Lakini kwenye udhaifu ambao alionao Jean Claude Girim Mugisha ni uwezo wake mdogo wa kupiga pasi ndefu. Ana asilimia 25 pekee za kupiga long balls, kana kwamba pasi ndefu, kitu ambacho kwake hawezi kabisa. Yaani usahihi wake unakuwa ni mdogo. Lakini kwenye soka la pasi fupi utampenda sana Jean Claude Girim Mugisha. Lakini kwenye uzoefu mwingine ni kana kwamba anapoteza umiliki wa mpira kutokana na mtindo wake wa kupenda kuchenga zaidi. Wakati mwingine anapoteza mpira kwenye maeneo hatari zaidi. So unapokuwa na wachezaji wa aina hii ambao wanapenda kupiga chenga, akipoteza mpira kwenye maeneo hatari, lazima atatengeneza hatari sana kwenye upande wa kwenda kuwashambulia. Lakini ukiachana na madhaifu yake, lakini tukatazame kuhusu kiwango chake mwendelezo akiwa na Al Hilal Omdurman kwa misimu mitatu mfululizo hadi kwenye timu ya taifa. Girim Mugisha ambaye ana umri wa miaka 21 amekuwa na mwendelezo mzuri sana wa kupanda kiwango kutoka ngazi ya chini hadi kuwa nyota wa kimataifa. Msimu wa 2023-24 akiwa na Magara Young Boys ya nchini Burundi, alionyesha cheche zake na kuisaidia timu yake kupata mafanikio makubwa kabla ya kusajiliwa na Al Hilal Omdurman ya Sudan. Msimu uliofuata 24-25, Al Hilal ya Rwanda alicheza Al Hilal akiwa ligi ya Rwanda na CAF. Alipata nafasi kikosi cha kwanza na kufanya vizuri kwenye CAF Champions League huku akifunga goli dhidi ya TP Mazembe.
na msimu uliofuata 2025-26 Al Hilal na timu ya taifa amelipuka kwa kiwango kikubwa, akihusika kwenye mabao 25 kwa msimu mzima, magoli 10 kwenye ligi ya Rwanda na mabao muhimu kwenye klabu bingwa ikiwemo dhidi ya Mamelodi Sundowns. Timu ya taifa amefunga mabao au magoli muhimu kwenye kufuzu AFCON dhidi ya Malawi na kufuzu kombe la dunia dhidi ya Seychelles. So mashabiki wa Young Africans wategemea nini kutoka kwa Jean-Claude Girumugisha? Cha kutegemea ni kana kwamba kama Young Africans watafanikiwa kuvunja benki na kumsajili, ni wanajichekesha kupata vitu vilivyo bora zaidi, kwa sababu burudani na pasi za magoli kutokana na uwezo wake wa asilimia zaidi ya 55 ya kukamilisha chenga dribbles. Uwanja wa Benjamin Mkapa utashuhudia soka la kuvutia na la kasi sana kutoka kwa Jean-Claude Girumugisha iwapo atajiunga na Young Africans. Mchezaji wa mechi kubwa, big match player, hana uoga wa michuano ya kimataifa. CAF amethibitisha hilo dhidi ya klabu kubwa za Afrika, Mamelodi Sundowns, TP Engleba Mazembe, hata walipokutana na Dar es Salaam Young Africans wenyewe pia. Kwa kuja kuona ni big match player ambao wanahitajika kwenye timu kama Young Africans, lakini pia uwekezaji wa baadaye kutokana na umri wake mdogo, miaka 21. Young Africans inaweza kumtumia kwa misimu michache na kisha kumuuza Ulaya au nchi za Kiarabu kwa faida kubwa ya kifedha, kwa sababu Jean-Claude Girumugisha ni potential, na ndio maana hata hivi sasa unaona Al Hilal hawataki kumwachia, japokuwa Young Africans wamefika dau zaidi ya bilioni 1.5 za Kitanzania, lakini bado wao hawataki kumwachia kwa sababu wanaona ni very potential players. Je, unaona Jean-Claude Girumugisha akijiunga na Young Africans?